Bana, mambo vipi na kuaje? Karibu sana kwenye Bongo Plus TV. Kwa mara ya kwanza leo tumepata bahati ya kupiga story na Tyvina. Wengi Tyvina mnamfahamu, pengine mmemwona kwenye mitandao ya kijamii. By the way, ni miongoni mwa washikaji ambao pia wanahusika kwenye mikeka, kubeti na sehemu zingine, lakini pia licha ya kubeti kuna wengine au kuna washikaji wengine wanamfahamu kwamba ni artisti, lakini pia ni mwana hip hop. Sasa sisi tumemfuata kumjua zaidi katika sehemu hizi mbili au engo mbili, mwanamuziki pamoja na mtaalamu wa kubeti zaidi. Tupo naye hapa, hii ni Bongo Plus na 96 link. Mimi naitwa Riziki bwana Alibia Kitengo. Nipo na my brother hapa anaitwa Tyvina. Inakuaje? Bwana, inakuwa fresh mzee wangu. Kama kaa kabisa. Bwana, mara ya kwanza nimekutafuta nikajua bwana Tyvina kwa hizi harakati hizi ninaweza nisimkuti kabisa, lakini imekuwa rahisi sana ukanielewa na ukakubali kwamba bwana njoo time fulani utanikuta. Hivi waga watu wakikuchekigi mara kwa mara unakuwaga uko busy sana au inatokeaga mara moja moja? Nakuaga busy sometime, lakini kitu kama kinawezekana nasema kinawezekana, kama hakiwezekana nasema hakiwezekana, na nikisema hakiwezekani sio kama na fake au nadanganya, ni kweli, lakini sina tabia ya kukunja. Yeah. Bana Tyvina, leo kwa mara ya kwanza bana mimi nimekufuata kwa sababu wewe unafanya hip hop, lakini pia ni mtaalamu pia wa kubetting. Kwenye historia yako pia nimefuatilia baadhi ya vitu ambavyo ulivyokuwa unavifanya. Kwa mujibu wa historia yako inaonekana pia ulikuwa unafanya hip hop, lakini baada ya kufanya hip hop kipindi cha nyuma uliquit, unaona bana, lakini baada ya kuquit tumeona umekuja na comeback hapa ambao umewabless washikaji nyimbo ya taifa ya Makamaria, umefanya na jinako. Nilikuwa nataka nifahamu hivi kwa nini uliquit alafu umekuja ghafla na ukafanya collaboration na msanii mkubwa? Urahisi ulikuwa wapi na kwa nini kwanza uliquit kufanya muziki wa hip hop? Ni kwamba kuna target ulitaka ulioidhamiria ulikuwa bado hujafikia ama ilikuwaje? Muziki mimi ni kama muziki na uishi kila siku, kwa hiyo nitachagua tu mwenyewe na uishi kwa namna gani, lakini vyovyote vile yanavyokuwa, as long as matokeo yake yawe ni mazuri. Kwa hiyo nakumbuka mwaka 2018 tuliendaga kwa my brother One The Incredible alitufanyaga project moja pale, ndo for the first time mimi nakutana naye, kwa sababu ni bro ambaye mimi ameniidolize sana kwenye muziki, lakini pia nikapata hiyo bahati ya kubonga naye pale. Sasa tulivyofanya ile project, nadhani mimi baadaye nilienda shule kwenye fiesta ya Arusha kama sikoseni 2019 hivi. One The Incredible alikuja Arusha pale. Mimi nimesoma Arusha elimu ya mwisho. Kwa hiyo alivyofika pale nilipata bahati ya kukaa backstage. Kwa hiyo nilikaa backstage na yeye tuliongea vitu vingi, lakini kauli ambayo aliniambia wewe saizi poa, kwanza maliza skuli, ukimaliza skuli mengine yote yataflow. Lakini kitu kingine pia mimi nilikuwa nisharekodi ngoma karibia 62. Yaani washikaji zangu mimi ngoma ambazo nimeziachia mtaani kipindi hicho sio chini ya 40 au 50 hivi, lakini 60 na overall zote ni kuwepo tayari ambazo nimeshaingia studio nimezirekodi tayari, ila zilikuwa hazina impact. So nikasemaga siku nikija kurudi kwenye muziki sitafanya project kwa udogo kama hivi, kwa sababu nakumbuka kipindi hicho kumbuka kipindi hicho. So ngwani nikate kabisa, niweke na silence. Nakumbuka kipindi hicho nilikuwa niko na washikaji ambao wanasupport sana yani, lakini kila nikiachia ngoma zinakuepo haziendi popote. Imagine mimi nilikuepo naachia ngoma narusha kwenye bluetooth za wana. Yani asubuhi tumetoka kurekodi, jioni producer katumixia, saa 2 usiku tumechukua ngoma namrushia mwanangu kwenye bluetooth, anarushia wana, ndo ngoma imetoka hivyo. So unaisupply. Nilifanya muziki wa vile kwa muda mrefu sana. Mimi hata digital amenikutia wakati tayari nisha quit game, lakini nilifocus sana na kuproduce. Then after kumaliza chuo pia bado sikuweza kurudi kwenye muziki ile complete, kwa sababu Ujue ukishamaliza masuala ya shule maana yake umemaliza na majukumu yako binafsi
ya wazazi kukutekea wewe, so inatakiwa wewe uanze kutekea wazazi na mambo mengine. Kwa hiyo unaanza kudili na vile vitu ambavyo vitalipa bills kwanza. So baada ya pale naona ilibidi betting kwanza ilipe bills, ili baadaye nikipata chede nirudi kwenye game. Bana, kwa mara ya kwanza pia nimekuelewa story yako ambao umesema before ulikutana watu baadhi ambao pia ulikuwa unawafahamu washikae One The Credible, lakini pia mimi nahisi pia hii ngoma ya G Warawara imekuwa ni moja kati ya ngoma ambao pia kuna baadhi ya watu ambao pengine walishia kuwachekigi, walikuwa respond yao ilikuwa labda maybe ni ndogo, au pengine baada ya ngoma kutoka response zilikuwaje kwa watu ambao pengine uliwatafuta kwa ajili ya kuomba collab, wakaona labda udogo wako ndio maana wakashindwa kurespond, lakini impact ya ngoma ya Jinako mapokezi ilikuwaje, na ni kitu gani ambacho likifikiria kufanya kwa washikaji ambao likausha kipindi ambacho labda unaomba collab na walikuwa na majina? Siwezi kusema kama walikausha au walinibania. Nadhani tu sikumiti requirement zao zile, au labda pengine muda ulikuwa bado hujafika, au ratiba zao zilikuwa zimebana, lakini sitaki kusema kama walinibania au vipi. Ujue niko na project zingine ambazo zitakuja baadaye, so nilikuwa nahitaji nitoe EP. Yani ngoma ambayo mnaiona imetoka saizi imetoka mojawapo tu kwenye EP, kwa sababu niliona mpaka EP ije kukamilika nitachelewa, ila ilikuwa inahitaji wasanii kadhaa. Nadhani kuna project ambayo ilikuwa inahitaji rapper wa kike. Ni bonge moja la project kali sana. Project kali sana ile, nikiachia wanangu wenyewe mtaniambia. Ila nilimcheki Tana, ilishindikana. Nikamcheki My Sister Rosalie, naye ikashindikana. Nadhani schedule zao hazijakaa sawa. Ikikaa sawa maybe next time. Watu tutegemee goma jingine la Anthem itakuwa special kwa Kamaria, au itakuwa hiyo ni party ya maisha tu mengine tofauti na mchezo unaocheza? Au ndo tumebezi huko? Siwezi nikasema moja kwa moja kwamba sitafanya ambazo ni outside na content ambazo zinadili na betting. Ujue mziki ni feeling, mziki ni hisia. Kwa hiyo kuna muda ambapo utaweza kuhisi unaweza kufanya kitu kikali ambacho hakihusiani na kamari. Kwa nini usifanye? Naweza nikafanya baadaye. Yeah. Sasa tutategemea pia tutazipata track nyingi sana kwenye hiyo EP au album pengine utakao kuja kuziachia, na sisi tutablaze kwa sababu pia tunafuatilia pia kazi zako. Lakini pia safari hii, kabla sijakuhamisha kwenye maswali ya hip hop, nilikuwa nataka kufahamu kipindi hichi pia kumekuwa na game ya hip hop imetajwa sana kulinganishwa, and of course kwa namna moja ama nyingine imechangamka kwa watu ambao wanavyosema, watu ambao wanaishi kwenye misingi ya hip hop. Yaani moja wapo pia ambao pia wanaishi kwenye misingi lakini pia wanafanya hip hop. Kwa namna ambavyo umekuja na kolabo yako na G Warawara, mapokezi yamekuwa mazuri. Kwako unaionaje game ya sasa hivi ya hip hop, na ukilinganisha na zamani, imepoa ama kuna namna watu wanahitajika wajiongeze zaidi? Ujue bana, ukiongelea swala la hip hop kupoa au kutokupoa, sijajua watu wengine watanifikiria vipi, lakini zile mambo za kusema kwamba game ililala, game ya hip hop ililala na kuja kuiamsha, nadhani nakuaga ni mizuka tu ya kuachia project mpya. Lakini binafsi mimi naamini kwamba game ya hip hop haijawahi lala. Game ya hip hop haijawahi lala. Ni vile tu kwamba kuna kundi ambalo wewe umejiwekea kwamba hawa ndo unawafuatilia, lakini kama unafuatilia hip hop kwa ujumla, hip hop haijawahi lala. Watu wanaachia ma project kila siku. Ma project kila siku, ila sasa watu wamesha target kwamba watu wa kwenye mainstream. Asipotoa Max, asipotoa Lunya, hip hop imelala. Asipotoa sijui labda nani, wasanii ambao saizi wako kwenye peak. Kuna wasanii ambao kama hao niliowataja wako kwenye peak saizi. Kwa sasa hivi tutegemee labda ngoma gani ambayo inakuja na mtu mkubwa, kwa sababu tayari ushatuachia na G Warawara, alafu pia nahitaji pia kufahamu hapo G Warawara ilikuwa ni mtu wa namna gani the way ilivyopokea collab. Kwa hiyo sio kitu kidogo kumconvince mtu ambaye yuko kwenye mainstream, ambaye yuko kwenye A list kukubali kwa haraka kwa mtu ambaye
bado hajawa mainstream na kufahamika sana kwa wapenzi wa hip hop. Ilichukua muda gani kumconvince mpaka G Warawara akakubali collab? Au kuna pay yoyote ambao umemlipa? Nadhani ukiwa uko talented alafu ukaongeza pia adabu na heshima, basi utahitaji hela ndogo sana kuspendi kwenye kukamilisha issue yako yoyote. Sikuelewa hata hivi ninavyo. Umeniacha ndugu yangu. Ukiwa uko talented, ukao unaonyesha na heshima na adabu kwenye jambo lako lolote, ile itakukosti hela ndogo sana kufanikisha. Ndio ambacho kimetokea mimi kwa Jinako. Easy. Ukiwa unamaanisha ulileta heshima. Yani before Jinako, mimi nilitambulishwa kwa Jinako na Old Pepper, producer Old Pepper ambaye ni producer wa Switch. Alivyonitambulisha pale, since pale mimi na Jinako tulikuwa tunakutana kwa Devi Makodi, kwa sababu kwa Devi Makodi mimi nilikuwa naenda kununua vifaa vya home studio pale, home studio kwangu pale. Yeah, kwa hiyo baada pale nadhani Jinako akawa tayari ananijua. Hivyo ikawa ni rahisi sana mimi na yeye tukikutana najua huo ni fulani. Mwanzoni nikamuomba nifanyie sign ya home studio pale inaitwa 1 Terabyte Music. Nikampigia simu akaniambia fresh, tukaua, nikaondoka na ile jingo. Mara pili nikamsikilizisha hiyo beat ambayo ilikuwa tayari ipo. Nikamwambia bro, isikiliza hii project. Tena nakumbuka siku ile wakati namwambia kuhusu masuala ya ngoma, hatukukutana huku. Mimi nimemaki gari plate number ya gari yake. So nilimkuta somewhere hapo, alikuwa anasubiri juisi. Mimi nikapaki pembeni, nikaenda kumchukulia juisi. Kaambia bro, tunapiga story hivi. Nikamwambia kuna project, ukiachilia ile ambayo tulikuwepo tumeshafanya, kuna project. Kaambia project gani, leta nisikilize. Akaisikiliza, akaniambia poa, tutaua siku fulani. Siku ambayo tumekuja kuua ikabidi niue peke yangu, ikashindikana kwa sababu alikuwepo amefiwa. Alifiwa na bibi yake. Kwa nikaona huwezi kumbembeleza mtu afanye project hata kama yupo na unaona mood iko chini kwa sababu yuko kwenye msiba. Ila vingine vyote haijanikosti hela nyingi sana. Yani kama nilivyosema, ukiwa una talent na heshima itachukua hela ndogo sana mtu yeyote kukupa attention, kwa sababu attention sometimes haihitaji hela kwa mtu. Yani hela sio kila kitu kwa mtu, kwa sababu Jinako, unajua tunamwongelea Jinako, mtu ambaye kafanya collab na wakina Diamond, kafanya collab na wasanii wakubwa sana A-list, na ni mtu ambaye sijajua watu wa namba, kama wako watu wa namba watuangalizie. Jinako inawezekana labda yeye na Chidi Benz ni watu ambao wanaongoza kwa collaboration nyingi sana. Ndio inavyotajwa pia. Yeah. Nadhani watu wa statistics watulie, watuambie vizuri. Hamna noma. Kwa hiyo unamaanisha bana G, ushikaji ulianza kitambo kabla ya collaboration? Ushikaji ulianza kitambo, before hata hii project. Yani hii project imekuja kufanyika, mimi na G tushafanya kazi tayari. Kazi ya pale studio pale. Ngoma ambayo ikitoka pale kwenye ile studio yangu ina logo ya 1 Terabyte Music. Ile 1 Terabyte Music ameifanya Walawala. Hii kubwa sana.